Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, msikilizaji wa Iqra FM 95.0. Natumai popote ambapo umetuama wakati huu, ikiwa ni dakika 42 zimekatika baada ya saa 2 majira ya Afrika ya Mashariki, na ikiwa ni Ijumaa nyingine teule ambayo Allah ametujalia ili tuweze kupatana leo, na kikiwa ni kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Ijumaa, ikiwa ni kipindi cha Roshan. Na leo ikiwa ni tarehe 25 Aprili mwaka 2025 sawia na tarehe 27 Shawwal mwaka 1446, na kukaribisha kwa mlaha kwa uliomwema ili ukaribie na uje katika kipindi hiki, ujiandae kwa sababu kipindi cha siku ya leo tunakitarajia kwamba ni kipindi kitakuwa kikifana zaidi, na kando na kufana ni kipindi ambacho utakuwa ukijijuza ama utakuwa ukijifunza, ukifahamu mengi, ukiuliza maswali na tukiweka maswala paruanje. Cha msingi zaidi tunazamia maswala ambayo yanakuhusu wewe kama msikilizaji moja kwa moja, na pia dini yako ambayo unaifuata. Kikiwa ni kipindi cha risala, leo ndani ya studio nina tajamala na bahati kubwa ya kuwa nao Sheikh wetu na pia Bishop hapa ndani ya studio, tukiwa naye Sheikh Abbas Athman kama ilivyo kawaida, na kwenye vitabu tukiwa naye Ustadh Hassan Athman, na pia upande wa wili tuko naye Bishop Steven Gishohe Mwangi na mwalimu Francis Dacha. Leo studio kumejaa full kuhakikisha kwamba wewe kama msikilizaji unafaidi sana kutokana na kipindi cha siku ya leo, na mada ambayo walimu wetu wa leo wameona waangazia ama walikuwa wameahidi kwamba wataangazia Ijumaa ya leo ni sababu ya kurudi kwa Yesu ama sababu ya kurudi kwa Nabii Isa alayhi salam. Je, baada ya ahadi kutoka, manake tunaangazia kwamba dini zote mbili, dini ya Kiislamu na ya Kikristo, zote tunakubaliana kwamba Yesu atarudi. Na je, atarudi kufanya nini? Atarudi kwa sababu gani? Na ndio kwa maana hiyo tuko nao mastudioni Sheikh wetu Sheikh Abbas Athman na Bishop Steven Gishohe kuhakikisha kwamba mada ya siku ya leo tunaweza kuielewa, tunaweza kufana na pia tunaweza kunufaika kutoka kwa mada hiyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sheikh Abbas. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, karibu sana kwenye kipindi cha siku ya leo. Umekuaje tangu Ijumaa iliyopita? Nimeshukuru, hali imekuwa nzuri. Alhamdulillah. Nashukuru alhamdulillah. Aha, na kwa upande wa wili tuko naye Bishop Steven Gishohe Mwangi. Mimi niko salama. Ndio. Namshukuru Mungu kwa kunipa nafasi nirejee Ndio kwenye Iqra FM na pia kukutana na mwalimu na walimu wale wengine. Ndio. Na Mungu amenilinda, nimeona wema wake na fadhili zake. Kwa hivyo nashukuru sana. Kabisa. Na kwenye upande wa wili tuko naye mwalimu Francis Dacha. Karibu sana kwa mara ya kwanza hewani. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iweze kuwa pamoja nanyi mahali popote mlipo. Ndio. Wale ambao wameweza kubahatika kuwa Wakristo na wale ambao ni Waislamu, asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante, nashukuru. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwenye upande wa vitabu tuko naye Ustadh Hassan Athman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umekuaje tangu mara ya mwisho tumeonana humu studioni? Nashukuru alhamdulillah. Mashaallah. Na pia msikilizaji, natumai popote ambapo umetuama, iwapo uko chengoni pale nyumbani umetulia, umetuama unategea kipindi hiki kupitia Iqra FM 95.0, na kukaribisha sana. Mimi ni Abdul Hamid Suleiman, na moja kwa moja tukizamia kwenye mada ya siku ya leo, sababu ya kurudi kwa Yesu. Ningependa tu kwa dakika kama 7 hivi na nukta 58 tukianza na wewe Sheikh Abbas. Utujulishe tu kwa mada ya siku ya leo, utangulizi, na kisha nitakuwa nikimpisha Bishop Steven Gishohe pia atupe tu mwanzo wa mada hii. Tukujulisha tu mada hii ya leo. Je, ni sababu gani ya Nabii Isa alayhi salam kurudi kwako Sheikh Abbas? Naam, shukran. Na pia na furaha kwamba leo tuko na mwalimu Ndacha, Francis Ndacha. Ndio. Kipindi kirefu tumekuwa naye. So nimefurahi sana kwamba amefika pia katika studio. Ndio. Kwa hiyo namkaribisha sana. Sasa kama tulivyoongea kwamba kichwa cha leo nafikiri ilitokana na ile mada tulikuwa tunaongea. Ndio. Akaja mtu akauliza swali kuhusu je, Yesu atarudi kufanya nini? Ndio tukachagua kwamba tuiweke kamili iwe mada siku ya leo kwa sababu ni mada ndefu sana. Na alhamdulillah tunafurahi ni kwamba Waislamu wanakubali kwamba Nabii Isa alayhi salam atarudi. Ndio. Kwa ushahidi wa vitabu na kusoma Qur'an 43:61 na vile vile 159 inaonyesha kama atarudi. Ndio. Wakristo pia wanakubali kama Yesu atarudi. Kwa ushahidi nafikiri ukisoma katika kitabu chao katika Ufunuo 3:11
na vile vile Ufunuo nafikiri 22:7 na maandiko kama hayo yako mengi tu yanaonesha kama Yesu atarudi. Kwa hiyo tuko katika kitu kinaitwa common ground kwamba sisi dini hizi mbili tunakubaliana kama Yesu atarudi. Ima sasa ile kazi ambayo kwamba atakuja kufanya, kuna baadhi tunakubaliana, kuna baadhi ambayo kidogo tunapitana. Nafikiri ndio hiyo tutakuwa tunaangazia kwa siku ya leo. Ndio, kweli kabisa. Kwako Bishop Stephen Gishohe. Utangulizi tu wa mada ya siku ya leo. Nashukuru. Hii mada kama vile Sheikh Abbas amesema ni mada ndefu kidogo. Kwa sababu sisi vile mimi naamini leo ndio nitajua mara ya kwanza na nyinyi vile mnaamini. Ndio. Na hili somo lipo mpaka katika Ukristo na ndio linaitwa eschatology. What will happen in the last days ndio inaitwa eschatology. Kwa hivyo nashukuru Mungu nimeweza kualikwa, niweza kuwakilisha Ukristo eneo la eschatology. Kwa hivyo tutakapoanza basi nasema vile ambavyo tunavyoamini kwenye Biblia. Asante, nimeshukuru. Na labda tu ili tuanze kipindi hiki kwa sehemu moja, umetaja vitabu tu haraka, unajua inaweza kuwa vimempita tu msikilizaji kwa hivyo vimeenda, unajua. Kwa hivyo ili sote tuanze katika hatua ambayo yote iko sawa, tuangazie vitabu ambavyo vyote vimeeleza kurejea kwa Yesu, tukianza na vitabu ulivyovitaja. Kwanza nafikiri ni Qur'an. Ndio. Sura 43 aya 61. Nitaomba mwalimu kidogo anisomee pale. Ndio, Ustadh Hassan Athman. Kwa sasa hadi saa 3 kwanza tuangazie vitabu ambavyo tunaelezea vyote, ili katika awamu ya pili tuangazie hizi tofauti zinaingilia wapi ama zinaanzia wapi. Naam. Sheikh Abbas, tusome Farsi ama tusome Noble? Soma hata Noble, soma ile iko karibu na wewe. Farsi naona kama nimesahau sijui. Kuna Farsi hapa moja. Haiko, Abbas soma hiyo. Nilikuwa nauliza nimepata jibu. Kweli. 43:61. Baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Aya ni 61. Naam. Inasema hivi. Ndio. 43:61 wa innahu la'ilmu lisaa fala tamtaruna biha wattabi'uni hadha siratul mustaqim. Naam, na kwa kweli yeye Nabii Isa ni alama ya kiyama kuwa kinaanza kutukaribia. Ndio. Msikifanyie shaka na nifuateni. Unaona kwa nafikiri iko sawa mpaka hapo. Pale Mwenyezi Mungu anasema kwa hakika yeye Nabii Isa ni alama ya kiyama. Ndio. Bimaana ni ile kuja kwake ni alama kwamba kiyama kimekaribia. Si kwamba akija ndio kiyama imefika. Ndio nataka tuelewane vizuri kwa wale wasikilizaji ambao kwamba wanatufuatilia. Ndio. Si kwamba Yesu akifika ndo kiyama kimefika. Ni kwamba kiyama sasa kiko karibu sana kufika. Unaona? Kisha endelea kusema wa innahu la'ilmu lisaa fala tamtarunna biha. Msifanyie shaka, msikifanyie shaka. Pale msikifanyie shaka inakusudia ni ile kiyama. Msifanyie shaka ile kiyama. Kwamba hii ni katika hiyo alama, usifanye shaka. Kisha anasemaje? Fala tamtaruna biha wattabi'uni. Na mnifuate. Pale nimfuate namrudia nani? Namrudia Muhammad. Manake ameteremshwa Qur'ani. Sio mfuate Yesu. Hapana. Na mnifuate mimi, yani aliyeteremshwa Qur'ani. Bimaana ni Muhammad. Wattabi'uni hadha siratul mustaqim. Hii ndio njia ambayo kwamba imenyoka. Kwa hiyo tunaambiwa pale unapofunuliwa kwamba huyu Yesu ni alama ya kiyama. Maana mkimwona mjue sasa kiyama kimekaribia sana. Ni katika zile alama ambazo kwamba ni kubwa za kiyama. Moja ikiwa ni hiyo Nabii Isa, ingine ni ule Masihi Dajjal kutokea, na vile vile yale ya Yajuj wa Majuj, na kuna mambo mengi ambayo kwamba yatakuja kutokea wakati wa mwisho. Sawa kabisa. Na hilo ndilo andiko kutoka kwenye Qur'an. Hiyo ni sasa kwa Biblia nikatoa Ufunuo, kuna 3:11, kuna 22:7. Hebu nisomee hiyo Ufunuo 3:11. 3:11. Nafikiri ziko kama aya 4 katika Biblia, lakini kwa sababu ya muda sitajizitaja zote, nitaja kama moja ama mbili. Moja ni hiyo Ufunuo 3:11, ambayo inasema 22:7, ingine 22:12, ingine 22:20. Hizi zote zinaonesha na Yesu pia amezungumzia habari sana yeye kurudi. Niko mingi kutoka katika Mathayo 24 ngapi, in fact the whole 24 yote anazungumzia kurudi na matukio yatakayotokea. Maelezo tumwachie Bishop Stephen Gishohe. Hiyo tutamwachia kwake. Naam, tupe Ustadh.
3:11 Ufunuo wa Yohana. Ndio. Naja upesi, shika sana ulicho nacho. Unaona Kwa hiyo pale unasikia inasema kwamba naja upesi, bi maana kwamba pale anayezungumza nani? Yesu. Aliyepatia ufunuo kwamba atakuja. Si kwamba ni kitu cha kufanyia shaka. Ndio maana nikasema kwamba Waislamu na Wakristo wanakubaliana kurudi kwa Yesu. Hakuna anayekataa. Na hiyo ni common ground ambayo kwamba tuko pamoja. Aha, sawa kabisa. Msikilizaji, zikiwa ni 52 dakika zimekatika baada ya saa 2 majira ya Afrika ya Mashariki. Kumbuka tu unaweza kutufuatilia moja kwa moja kwa njia mubashara kupitia mtandao wa YouTube @Iqra FM 95.0. Kwako Bishop Gishohe. Aya gani ama mistari gani katika Biblia ambayo inaeleza kwa hakika kwamba Yesu anarudi? Basi mimi nashukuru Mungu kwa sababu kama vile Sheikh Abbas amesema, ndio, maandishi ni mengi sana kwenye Biblia ya kwamba Yesu atarudi. Ndio. Lakini lile andiko ambalo ningetaka nisomewe la kudhibitisha kwa sababu ni mengi sana. Ndio. Wewe nisomee tu kwenye Mathayo 25:31. 25:31 kitabu ni Mathayo mtakatifu, ambayo inasema hivi. Hapo atakapokuja mwana wa Adam katika utukufu wake. Unaona, hapo atakaporudi. Naposema atakapokuja inamaanisha atakaporudi katika utukufu wake. Ndio. Na malaika watakatifu wote pamoja naye. Unaona, na atakuja peke yake, atakuja na malaika wote watakatifu. Ndio. Atakapoketi katika kiti cha utukufu wake. Unaona, atakapoketi katika kiti cha utukufu wake. Na mataifa yote watakusanyika mbele zake. Na mataifa yote ama wote watakusanyika mbele yake. Ndio. Kwa hivyo hiyo ni dhahiri kabisa kulingana na hilo neno ambalo nimesoma. Na lile pia basi yeye mwenyewe amesema ya kwamba Yesu atarudi. Kwa hivyo nakubaliana na hivyo kwa sababu ndio Biblia imesema. Na kuna mambo mengi amesema kabla sijarudi kutakuwa na mambo mengi, kutakuwa na vita, watu watainukiana, watu watachukiana, kutatokea makristo wengi, na hayo mambo yote tumeyaona. Lakini kurudi kwake bado hajarudi mara ya pili. Yeah. Aha, sawa kabisa. Hayo ni maelezo yake Bishop Steven Gishohe Mwangi hapo akitudokeza tu mwanzo wa mada ya siku ya leo. Labda kwa dakika 3 ningetaka kujua Mwalimu Francis Ndacha, labda una yapi ya kusema kuhusiana na mada ya siku ya leo, tukiwa tu yani tunadokeza, yani ndio tunadokeza ndio tunasema, yani ndio tunapiga bismillah ya mada ya siku ya leo. Asante kwa nafasi. Kwanza kitu cha kwanza ni kwamba dini zote mbili zinakubaliana ya kwamba Yesu atarudi. Ndio. Na Abasi ametoa andiko katika Qur'ani 43 mstari wa 61 ya kwamba Yesu ni alama ya kiyama. Kwa hivyo tunapoongelea kiyama tunaongelea habari ya siku za mwisho. Kwa hivyo Yesu, maandiko yanasema ya kwamba atarudi siku ya mwisho. Na katika kitabu cha Yohana 11 mstari wa 25 ningetaka msomaji atusomee, na nafikiri ya kwamba leo mambo mengi yataweza kueleweka leo. Yaani leo ni mada ambayo hata sijawahi kuisikia mahali, lakini ni tamu sana. Na kama hujasikia bahali utaisikia hapa ndani ya Iqra. Mada tamu.